katika historia ya Uganda, hakuna kipindi kilichojaa hofu ya ndani, wasiwasi usioelezeka na uongozi wenye kivuli kizito cha laana kama kipindi cha urais wa pili wa Daktari Apollo Milton Obote. Wengi waliomjua ama kumwona kwenye majukwaa ya kisiasa waliona kiongozi mweledi, mwenye uwezo mkubwa wa kuzungumza na mwenye ndoto ya kujenga taifa jipya baada ya utawala wa kijeshi wa Idi Amin Dada. Lakini nyuma ya sura hiyo ya utulivu na hotuba ndefu, kulikuwepo mfano wa kiongozi aliyegeuka mfungwa wa hofu zake mwenyewe. Mtu ambaye aliogopa kulala katika nyumba aliyojenga mwenyewe, aliyeikimbia State House kama kiota cha wanaomsaliti na hatimaye akaamua kujificha katika jengo ambalo lilikuwa maarufu kama kituo cha mauti, Neil Mansions. Sababu ya msingi iliyomfanya Obote kuishi kama kiongozi aliyefungwa kwenye kasri la hofu haikuwa tu kisiasa, bali kisaikolojia, kiusalama, kijamii na hata kishirikina. Wakati anarudi madarakani baada ya uchaguzi wa mwaka 1980 kupangwa na kuongozwa na Paulo Muwanga, tayari alikuwa na kumbukumbu mbaya ya kupinduliwa kwa serikali yake ya kwanza mwaka 1971 alipokuwa nje ya nchi. Tukio hilo lilimfanya kuamini kwamba kifo chake hakiwezi kumjia hadharani kupitia jeshi uwanjani, bali kupitia watu walio karibu naye, majirani, familia au hata walinzi waliokuwa ndani ya makazi ya urais. Ndiyo maana, baada ya kula kiapo, hakuenda Kololo wala Entebbe State House, bali akarudi moja kwa moja katika kile kilichokuwa kimebadilishwa kutoka hoteli ya kifahari hadi gereza lenye harufu ya damu, Neil Mansions. Kwa wengi, ni jambo lisiloeleweka kwa nini kiongozi wa taifa angependa kuishi sehemu ambako watu waliteswa, walipigwa mateso na hata kuuawa kimya kimya. Lakini kwa Obote, hofu yake ilikuwa kubwa kuliko hadhi ya urais. Hotel hiyo, kwa macho ya wengi, ilikuwa jengo lililochakaa, lenye nyufa kwenye kuta na lenye kumbukumbu za watu waliolia usiku wa manane wakiomba rehema. Lakini kwa Obote, lilikuwa kama ngome iliyofichika machoni pa wavamizi. Neil Mansions ilikuwa mahali penye macho mengi ya siri kuliko askari waliokuwa wakilinda State House. Hapa aliweza kuona kila aliyeingia na kutoka, aliweza kuficha mwendo wake, na aliweza kulinda siri zake bila kuzungukwa na familia, ndugu au watumishi walioweza kutumiwa kumdhuru kama alivyowaamini maadui walijaribu kufanya awali. Lakini kwa nini hakuamini usalama wake binafsi ndani ya makazi rasmi ya rais? Kwa nini aliamua kuishi karibu kabisa na watu waliouawa? Na kwa nini aliendelea kubaki hotelini hadi mwishoni mwa utawala wake wa pili? Chanzo cha kwanza kilikuwa hofu ya kisiasa. Obote alikuwa amerudi madarakani si kwa ridhaa safi ya wananchi, bali kupitia chama chake UPC, kupenyea mifumo ya uchaguzi na msaada mkubwa wa jeshi la Tanzania. Alijua kuwa wengi waliomkataa katika miaka ya nyuma bado walimchukia, na baadhi ya waliokuwa wanakaa karibu naye walikuwa maadui waliovalishwa sare za urafiki. Kololo ilikuwa wazi mno, na Entebbe State House ilikuwa mahali pa vita vya ghafla. Tayari alipata funzo mwaka 1971. Sababu ya pili ilikuwa hofu ya kikabila na usaliti wa ndani ya jeshi. Obote aliamini kwamba jeshi ndio lililomsaliti awali, na kwa hiyo kuwaweka karibu ndani ya makazi rasmi ya rais ilikuwa kuwaleta ndani ya moyo wa roho yake. Badala yake, alichagua kuishi hotelini, huku jeshi likipewa picha kwamba rais anaonekana kwenye msafara wa uongo kuelekea Kololo au Entebbe, ilhali alikuwa amelala sakafuni kwenye ghorofa ya 2 na 7 ya Neil Mansions. Ndani ya hotel hiyo kulikuwa na siri za kushangaza. Wafungwa waliokuwa wanaletwa usiku, wengine wakiwekwa mita chache tu kutoka chumba chake, miili ikipotea kimya kimya na kilio kikisafishwa na kelele za magari na vilio vya redio za usiku. Obote kama kiongozi angeweza kuamuru wafe, lakini pia kama binadamu aliyejaa hofu ya mapinduzi, damu iliyomwagika ilikuwa kama kafara ya kumlinda asiangushwe tena. Sababu ya tatu ilikuwa imani za kishirikina. Katika kipindi hicho, wengi waliomwona walijua kuwa alitembea na hirizi,
bangili za shaba zilizovaliwa pamoja na mkuu wa jeshi Major General Oite Ojok na Odong Oduka. Ndani ya usiku wa Neil Mansions, walinzi fulani walizungumza kimya kwamba amri ya roho zilizokuwa zinamlinda ilitaka asiishi katika nyumba yenye baraka ya ukoo. Alitakiwa kuishi mahali penye damu mpya, mahali ambako nguvu za kiroho zinatawala kwa hofu, si furaha. Kwa hiyo, uamuzi wake wa kukimbia State House ulikuwa si udhaifu wa shujaa, bali hofu iliyovuka mipaka ya akili ya kawaida. Alijua ana maadui wa ndani ya nchi, wa nje ya nchi, ndani ya jeshi na hata ndani ya ukoo. Hivyo hotel ndiyo ikawa kifungo chake alichokinafisha kama ngome. Lakini kufika kwake hotelini hakukuwa mwanzo tu wa hofu, bali pia mwanzo wa mateso ya maelfu ya watu waliotekwa. Chumba chake kilikuwa chumba cha kifahari kwa jina, lakini chumba kilicho karibu kilikuwa gereza la watu waliopotezwa, walioitwa na serikali ya wakati huo tishio la usalama. Obote hakuishi karibu na wafungwa kwa bahati mbaya, alikubali kwa makusudi. Kwa macho yake, ukaribu wa damu iliyomwagika ulikuwa uthibitisho wa nguvu. Kwa roho yake ilikuwa ulinzi. Baada ya kurudi madarakani, alijiona kama kiongozi aliyechanjwa na historia, mtu aliyekaa uhamishoni Tanzania kwa miaka 9 akingoja kurejea. Alipoingia tena Ikulu, alijisikia kama mtu ambaye kiti chake bado kina laana ya kusalitiwa. Hakutaka kurudia kosa lile lile. Hakutaka akamatwe usingizini. Ndiyo maana kwa miaka mingi ya utawala wake wa pili, usiku haukulala ndani ya makazi ya rais. Hakukumbatia familia yake usiku. Aliishi kama askari aliye mafichoni ndani ya nchi yake mwenyewe. Wakati mwingine angerudi hotelini akiwa amelewa sana kiasi kwamba mwili wake haukumsaliti, lakini akili yake haikuacha kumkumbusha kwamba anaweza kushambuliwa saa yoyote. Ndiyo maana walinzi wake kutoka Tanzania walikuwa zaidi ya walinzi. Walikuwa kuta zinazotengeneza koo jipya la damu ya usalama, nje ya koo lake la asili ambalo hakuliamini. Kila siku iliyopita ndani ya Neil Mansions ilimfanya Obote kuonekana kama rais machoni pa taifa, lakini kama mfungwa machoni pa wale waliomwangalia kwa karibu. Aliishi katika mazingira yaliyomwondoa kabisa katika maisha ya kawaida ya kiongozi wa taifa. Hakumiliki faragha ya nyumbani, hakuhisi usalama unaotokana na ukoo au jamii, na hakuwahi kujiona katika nafasi ya kukaa chini na kupumua kama mtu anayemiliki nchi, bali kama mtu anayepambana kuendelea kuishi tu. Kinachomiza zaidi ni kwamba sababu ya msingi iliyomfanya ishi hotelini haikuwa anasa wala starehe, bali woga. Hofu ilisukuma kila uamuzi wake. Alijenga ukuta wa wanaomwogopa, sio wanaompenda. Alijenga utawala wa kivuli badala ya utawala wa matumaini. Tofauti na viongozi wengi waliotangulia au waliomfuata, Obote aliongoza taifa kwa macho ya nyuma, akitazama aliyotoka badala ya mbele alikokwenda. Maisha ya usiku ndani ya Neil Mansions. Kila usiku, katikati ya ukimya wa jengo lile lililogeuzwa gereza, milio ya sauti za wapiga kelele waliokuwa wanateswa ilijichanganya na sauti ya redio iliyowashwa kwa sauti ya chini katika chumba chake. Maneno ya mateso na maombi yaliyojaa uchungu yalikuwa kama vuguvugu la damu lililotengeza kivuli kikubwa cha utawala wake. Si kwamba hakusikia, alizisikia na aliziishi, lakini akazigeuza kuwa sehemu ya ukuta wa ulinzi wa nafsi yake. Ndiyo maana wengi waliotumikia hotelini walisema wazi, Obote hakuogopa kwa kuuawa, aliogopa kusalitiwa. Tofauti hizo mbili zilitawala akili yake. Alijua mshale wa maadui wa nje unaweza kuzuilika, lakini usaliti wa jirani unaweza kuua bila onyo. Mara nyingi usiku alirudi hotelini akiwa amelewa, akishikiliwa na walinzi wa Tanzania. Lakini mlevi huyu ambaye watu walimwona kwa nje, alikuwa mtu aliyejaa majeraha ya ndani. Alikosa usingizi bila kulala kwenye eneo ambalo lina ulinzi wa kimwili na wa kiroho. Ndani ya hotel, kichwa chake kililala chini ya paa lisilokuwa la kifamilia, lakini chini ya ulinzi wa damu na hofu. Ugonjwa, upweke na msongo wa fikra. Wengi waliona nje, msafara mkubwa wa magari, walinzi, vyeo, salamu na maafisa wa serikali.
Lakini ndani ya chumba chake, alipokuwa peke yake, alikuwa dhaifu wa mwili na dhaifu wa roho. Alilala mara nyingi bila viatu, akiwa kwenye soksi nzito, akishika kifua kama mtu aliye na hofu isiyokuwa na dawa. Safari yake kwenda Milano, Italia kwa matibabu ilifichua udhaifu wake kwa waliokuwa karibu naye. Mtu aliyekuwa na mamlaka juu ya maelfu ya maisha, lakini asiye na utulivu juu ya maisha yake mwenyewe. Na alipopona, hakurudi Kololo, hakurudi Entebbe, alirudi Neil Mansions. Kana kwamba roho yake ilikuwa imefungwa pale. Hata mke wake, Mama Miria Obote, hakukuwa karibu naye mara nyingi. Uongozi wake ulikuwa upweke wa kina, upweke ambao si wa kawaida kwa kiongozi wa taifa. Hakuwahi kuonyesha uso wa mtu anayeguswa na uwepo wa familia, bali mtu anayehitaji silaha, walinzi, hirizi na kuta zenye sauti za mateso kumlinda. Hotel iligeuka msalaba wake. Alikumbatia mateso ili aamini anaishi. Sababu za roho na hirizi. Wafanyakazi waliomwona kwa karibu walishangazwa na bangili shaba kwenye mkono wake, alizofanana nazo na zilizovaliwa na Oite Ojok na Odong Oduka. Kwa macho ya watu wa kawaida, hizo zilikuwa mapambo, lakini kwa waliomwelewa, zilikuwa ngao. Ndipo ukaja uvumi au imani kwamba aliamriwa na mizimu ya pwani, kwamba usalama wake hauko nyumbani bali mahali pa damu na kafara. Kunsitawisha imani kwamba Neil Mansions ilichaguliwa si na akili, bali na hofu ya rohoni. Aligeuka kuwa mteja wa nguvu zisizoshikika. Wapinzani wake walisema alijihami kwa risasi na damu. Wafuasi wake wachache waliamini alijiweka karibu na nguvu za dunia ya giza ili asianguke tena. Na wale waliomwangalia kimya kimya waliona kiongozi aliyepoteza uelekeo wa nafsi. Hakukuwa na fumbo kubwa kama hili. Kwa nini mtu amue kuishi mita 40 tu kutoka sehemu ambako watu wanaoa kila usiku? Kwa Obote, hiyo haikuwa kasheshe, ilikuwa kinga. Katika mawazo yake, wale waliokuwa wanawawa walikuwa dhabihu ya ulinzi wake. Wengine waliamini kwamba damu inayomwagika ilikuwa kama tambiko la kutuliza roho za kukinga mapinduzi. Ndiyo maana aliendelea kubaki hotelini hata baada ya kupona afya. Ndiyo maana hakujenga nyumba mpya. Ndiyo maana alijitenga na familia. Ndiyo maana hakuwahi kukaa State House. Hakuiona kama ngome bali shimo la shambulio la pili. Hofu ndani ya jeshi na usaliti wa makabila. Baada ya kifo cha Oite Ojok, hofu ya Obote